Moja ya trending story wakati huu ni kuhusu kocha Dimitar Pantev, kocha wa kikosi cha Gaborone United ya kule Botswana, ambaye anahusishwa na wekundu wa Msimbazi, Simba Sports. Tukiwa tunafahamu kwamba Simba hawana kocha mkuu kwa wakati huu, na yuko pale Suleiman Matola kama acting head coach, kwa maana ya kocha wa mpito kwenye eneo la kocha mkuu. Ni kama kocha wa mpito, lakini Matola ni kocha msaidizi kwa muda mrefu. Ameaminiwa katika benchi la ufundi la Simba na amekuwa akifanya kazi na makocha mbalimbali wengi. So mpaka wakati huu kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally alisema kwamba muda sio mrefu watamtangaza kocha mpya. Maana yake ni kwamba ujio wa kocha mpya ndani ya kikosi cha Simba uko pale pale, licha kwamba Suleiman Matola amesimama pale na bado timu inaonekana kuendelea kufanya vizuri. Sasa CV za makocha ni nyingi ambazo zimetumwa kwenye klabu ya Simba, na tayari tulishazungumza baadhi ya makocha ambao CV zao ziko pale. Lakini kuna story ya kocha Dimitar Pantev. Yes, hii ni story ambayo kwa wakati huu ina trend katika maeneo mbalimbali kwamba anahitajika na klabu ya Simba. Yes, sasa wakati huu au session hii tunakwenda kumwangalia huyu kocha Dimitar Pantev. Yes, na ni kocha wa aina gani kwa maana ya wasifu wake, lakini tunakwenda kuangalia mazingira ya Simba kumhitaji kocha huyu. Imekuwaje wakamhitaji kocha huyu? Kimsingi tukianza na mazingira yake au CV yake kwa huyu kocha Dimitar Pantev, ambayo wewe sasa unayesikiliza hii, unayeangalia hii, una nafasi ya kujua kama kocha huyu anatosha ama la. Huyu kocha ni raia wa Bulgaria. Yes, lakini Bulgaria sio taifa kubwa sana kwenye mpira, ni miongoni mwa mataifa yale ya daraja C kutoka kule barani Ulaya, na ni taifa ambalo nyota wake mkubwa ambaye kawahi kuwakilisha vyema taifa hili ni Dimitar Berbatov. Yes, tutamkumbuka, amecheza mpaka Manchester United. Yes, kwa hiyo ndio taifa hilo la Bulgaria. Sasa kutoka kwenye taifa hilo la Bulgaria, huyu kocha alianza kufundisha mpira pale nyumbani, kwa maana Bulgaria. Amekaa pale kwenye timu za madaraja mbalimbali, baadaye akawa amekwenda Asia na kwenye amefundisha timu za madaraja mbalimbali. Lakini baadaye akaja Afrika. Kwa mara ya kwanza anaingia Afrika, aliletwa na klabu ya Victoria ambayo inapatikana kule nchini Cameroon. Yes, Victoria walikuwa na projekti zao za vijana, yani wanatengeneza timu ya vijana alafu wanawalink kwenda katika senior timu. Sasa nani ambaye anaweza kusimamia hii project? Waliona Dimitar Pantev ndo anastahili kusimamia hiyo project, kwa hiyo akamchukua kwa ajili ya hiyo kazi. Akaingia ndani ya kikosi cha Victoria, amekaa pale kwa muda mfupi, baadaye akachukuliwa na klabu ya Johnson. Yes, Johnson ni klabu ambayo ipo Sierra Leone. Kwa hiyo kimsingi hayo ndo mataifa yake mawili ya kwanza kabla ya Botswana ambako anafundisha kikosi cha Gaborone, linakuwa taifa lake la tatu. Mataifa yake mawili ya kwanza ndani ya Afrika ni hayo, kwa maana ya Cameroon alianza kazi hapo, baadaye akaenda Sierra Leone. Na Sierra Leone alichukuliwa kwenye kikosi cha Johansen. Johansen ni timu ya mwanadada Isha Johansen. Isha Johansen tutakumbuka ni rais wa shirikisho la soka la Sierra Leone, SLFA, ambaye alifanya kazi kama makamu wa rais kwa muda mrefu. Hapa hii term iliyopita ya makamu wa rais wa CAF, yeye alikuwemo pia. Kwa hiyo huyu mwanamama ndo mwenye hii klabu ya Johansen, anaitwa Isha Johansen. Kwa hiyo alifanya kazi kwenye kikosi cha Johansen FC. Baadaye akarudi tena Victoria Cameroon, nako hakukaa kwa muda mrefu, ndo akaingia zake Botswana. Sasa kuingia Botswana, unajua Botswana ni miongoni mwa taifa, tena sio Botswana peke yake, haya mataifa ya Botswana, Zimbabwe, Zambia ni miongoni mwa mataifa ambayo kuna makocha wengi wa kigeni wanaingia huko. Kwa nini wanaingia huko? Kwa sababu wanatafuta link ya kuingia South Africa. Kwenye muktadha wetu sisi Sub-Sahara ni huku, South Africa ndo taifa ambalo linalipa vizuri zaidi. Kwa hiyo hawa makocha waga wanatafuta connection ya kwenda katika mataifa jirani na South Africa, wafundishe hapo ili wapate deals za kuingia South Africa. Kwa hiyo Dimitar Pantev na mwenyewe pia aliingia Botswana ndani ya kikosi cha Orapa United. Yes, Orapa United ni timu ya mgodi, watu wa madini wa Botswana. Kuna madini mengi, hata wale Jwaneng Galaxy pia na wenyewe ni watu wa muktadha huo. Sasa aliingia kwenye kikosi cha Orapa, na akiwa ndani ya kikosi cha Orapa alifanikisha kuifanya Orapa
kufuzu michuano ya kimataifa ya kombe la shirikisho Afrika group stage. For the first time Orapa United inaingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika chini ya Dimitar Pantev. Yes, na hiyo ilikuwa msimu uliopita wa 2024 2025. Wanaingia group stage. Yes, baada ya walifanikiwa kuwatoa hawa walikuwa Foresters ya Seychelles au Shelisheli, na baadaye wakaenda kuitoa Dynamo Harare ya kutoka kule Zimbabwe, wakafanikiwa kuingia group stage. Kwa hiyo baada ya kuingia group stage, bad luck, ndani ya group stage hawakufanikiwa kushinda mchezo wowote, walipata angalau sare 2. Kwenye kundi lake kulikuwa kuna klabu ambazo zina experience, the like of USM Alger ambao alimaliza vinara. Kulikuwa kuna ASEC Mimosas ya Ivory Coast, ni klabu kubwa ashia kuchukua ubingwa wa CAF. Lakini pia kuna AS Giraffe kutoka kule Senegal. Kwa hiyo ukiangalia hizo klabu wanazidi experience ya Orapa United, lakini mazingira ndio yakaenda hivyo. Baada ya hapo akaenda kujiunga na kikosi cha Gaborone United. Yes, na ndani ya Gaborone United alifanikiwa kuiwezesha miamba hiyo kubeba ubingwa wa Botswana. Yes, Gaborone United unapozungumzia kandanda ya Botswana, best klabu yao ni Township Rollers Popa, lakini timu yao ya pili kwa ubora ni hiyo Gaborone United. Kwa hiyo ni timu ambayo iko chini ya benki ya Botswana, lakini wamefanikiwa kubeba ubingwa chini ya huyu Dimitar Pantev. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana wasifu mzuri ndani ya Botswana. Sasa aina yake ya uchezaji miongoni mwa vitu ambavyo vinavutia kweli kweli. Akiwa na Orapa United alibadilisha Orapa na ilikuwa strong Orapa. Orapa tutakumbuka ni timu ambayo amewahi kucheza Mtanzania Abdalla Hamisi, kama tutamkumbuka. Amewahi kupita pia kwenye kikosi cha Simba, kwa sasa yuko Pamba ya Mwanza. Aliwahi kupita pia Bandari ya Kenya. Huyo amewahi kupita kwenye kikosi cha Orapa United. Kwa hiyo Dimitar Pantev ni kocha ambaye alifanya Orapa kuwa bora, ilikuwa ikicheza vizuri, na hata alivyoenda Gaborone United na yenyewe pia ilikuwa ikicheza vizuri, kandanda safi ya kuvutia, pasi za kutosha, uthubutu wa kushambulia. Hata wale ambao tuliona mechi yake dhidi ya Simba ni mfupa mkubwa kweli kweli, na hata mwenye kocha aliwahi kuadmit, aliwahi kukubali kwa Dimitar Pantev kwamba anacheza na Simba ambayo level yake ni kubwa, daraja la Simba na quality ya wachezaji ni kubwa ukilinganisha na Gaborone United. Lakini hakuwa na mchezo mbaya. Mechi ile ya kwanza ambayo alicheza kule Francistown hawakufanikiwa kupata goli, lakini ilikuwa ni mechi ambayo alionyesha ushindani, na watu wengi waliamini kwamba Simba hajamaliza business kwa sababu ya ule ushindani ambao walikuwa wameonyesha. Katika mechi ya pili ambayo ilichezwa hapa Tanzania, tuliona wakitoshana nguvu ya sare ya bao 1-1 na wale Gaborone United wakicheza kandanda safi. Kwa hivyo Dimitar Pantev ni kocha ambaye hata aina yake ya kiuchezaji imekuwa ikivutia pia. That's why ukiona anahitajika na Simba yani huwezi kujiuliza mara mbili kutokana na kile ambacho amekuwa akikionyesha. Sasa ni kama malengo yanatimia. Nilikwambia hapo kwamba makocha hawa huwa wanatoka Europe wanakuja huku wanatafuta malisho. Yani kocha anatafuta sehemu ya kuprove tu. Anajua kwamba nikiprove nitapata timu kubwa. Au makocha wengi wanapokuja huku kutoka Europe, hususan mataifa haya ya Bulgaria na ya Scandinavia, wanapokuja huku wanataka kuonesha kwanza. Wakisha prove kwamba nina uwezo, wanaamini watapata malisho bora. Yani ndio iko hivyo makocha wengi. Kwa hiyo hata huyu alivyokuja Victoria ya Cameroon ni timu ndogo tu. Baadaye kaenda Johansen ya Sierra Leone na yenyewe ni timu ndogo, lakini akapata Gaborone United ambako pia haikuwa mwisho wa safari yake. Kwa hiyo Simba kwa mfano wakimalizana naye alafu akiingia ndani ya kikosi hicho, maana yake sasa ndo amekwenda katika kaliba ya timu ambazo alikuwa anazihitaji. Ndo hiyo sasa klabu kama ya Simba, kwa sababu unapozungumzia Simba unazungumzia heavyweight club ndani ya Afrika. Kwa hiyo inakuwa kama malengo yamefanikiwa, anapiga tiki pale ndani ya box. Sasa wanachokifanya Simba ni miongoni mwa tabia za maklabu makubwa. Maklabu makubwa yana tabia ya kuona makocha wazuri, labda wachezaji wazuri kwenye michuano hii ya kimataifa. Unavyocheza na mpinzani fulani ndipo unapoona quality ya kocha au wachezaji na mnawasajili. Yes, hizo scenario ziko nyingi sana. Hata Tupi Mazembe miaka hiyo
anasajili wachezaji baada ya kumuonesha shughuli, the like of Mbwana Samata, Patrick Ochan, wote waliondoka ndani ya Simba kaenda Mazembe baada ya kuonesha ubora ndani ya kikosi kile. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo na ni vya kawaida. Dimitar Pantev, umri wa miaka 49. Yes, ni moja ya makocha ambao ukiangalia CV yake kwa maana ya mafanikio ya kubeba makombe ndani ya Afrika, sio kabeba makombe wapi, unaweza usipate hayo mataji ambayo kayabeba. Hasa mataji mengi kayabeba akiwa kwao huko. Hapa ndani ya Afrika kabeba akiwa na Gaborone United. Sasa kwa maana ya kombe la ligi kuu ya Botswana, FNB Premier League. Sasa huyu Dimitar Pantev, licha ya kuto kufanikiwa, wanachokiangalia sasa hivi, unajua sasa hivi timu nyingi zishatoka kwenye mambo ya huyu alibeba makombe mengi ya CAF, ana experience kubwa na CAF, alibeba wapi huko, watu wametoka. Sasa hivi watu wanaangalia mpira wa kisasa. Una uwezo kucheza mpira wa kisasa, wanaangalia potential yako, ubora wako kwenye timu ndogo tu ambayo upo, timu wala ina nguvu, wanaangalia potential, timu yako inachezaje, inashambuliaje, inajipangaje, utatufaa wewe kwenye timu yetu. Wanaamini kwa sababu una quality, wewe una ubora, na ndani ya kikosi hiki kidogo una prove ubora wako, basi ukiwa kwenye timu kubwa ambayo ina quality kubwa unaweza kufanya vizuri pia. Kwa hiyo wanaamini hivyo. Timu nyingi zimekuwa zikiamini katika huo mlengo. Kwa hiyo hata Simba kuwaona wakienda kwa Dimitar Pantev ambaye hana experience kubwa sana ndani ya Afrika, hajacheza michuano mikubwa ya CAF kwa kufanikiwa, lakini wanaamini kwamba tayari kile ambacho yuko nacho, ambacho amekionyesha, amekidisplay, kinatosha kwa yeye kupata ajira ndani ya kikosi cha Simba na anaweza kuwavusha kutoka hapa kwenda maeneo mengine, sio? Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana ambalo Simba wanakwenda kulifanya. Dimitar Pantev, muonekano wake, kocha mmoja wale muonekano wake, tattoo nyingi, vipuli humo ndani anavaa, lakini finally ni kile ambacho anakideliver ndani ya uwanja wa mazoezi. Hilo ukimwangalia hivi anatisha. Anatisha Dimitar Pantev. Anyways, tunasubiri kuona juu ya taarifa hii. Endapo itakuwa na urasmi wake kwa maana imethibitishwa, basi tutakuja pia kujadili hapa katika angle nyingine na kukumbushana baadhi ya vitu ambavyo tumezungumza. Lakini kwa wewe ambaye unamfahamu Dimitar Pantev, unaona anatosha huyu kwenda kuwa head coach wa kikosi cha Simba? Unaona anafaa kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Simba, au unaona Simba wanahitaji kuwa na kocha mwingine mkubwa zaidi ya Dimitar Pantev? Basi weka comment katika comment section hapo, niandikie hapo kwamba huyu anastahili au hastahili. Yes, usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.